Bwana Yesu asifiwe sana. Langu jina ni Paul Salim Zayumba. Ni mtumishi wa Mungu naifanya kazi ya Bwana. Na leo hii nakuletea ndoto mbaya ambazo unaziota na hauzijui maana yake, na kwa namna moja au nyingine zinaweza kuleta athari kwenye maisha yako, na zimesha kuathiri bila wewe mwenyewe kujua zimeweza kukuathiri, au Mungu alisema na wewe au alikupa ishara ya ndoto lakini haukuelewa maana yake, ili kwamba uweze kuomba na isilete athari kwenye maisha yako katika maeneo kadha wa kadha kwa namna moja au nyingine. Na ndoto ya kwanza ambayo nataka nikupe tafsiri yake ni ndoto ya kula vyakula. Ni ndoto ya kula vyakula. Watu wengi sana wanakuwa wanaota ndoto wanakula vyakula. Anaweza ota anakula na ndugu, anaweza ota anakula na marafiki, mwingine anaota anakula ndoto ya chakula na watu ambao wamekufa, mwingine anaota ndoto anakula na labda ni wazazi wake na kadhalika na kadhalika. Na wengine wanapokuwa wanaamka, badala ya kuota ndoto ile anakula, anajikuta kwamba anajisikia vibaya, mwingine anakuta tumbo lake limejaa, mwingine anajikuta ufanisi wa kazi unapotea, nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma neno inapotea. Kwa nini chakula? Tukisoma katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 25 ukianzia mstari wa kwanza, tunaangalia kwa habari ya Balaamu alivyoenda kuitwa na Balaki ya kwamba aweze kuwaloga wana wa Israeli na kuwalaani. Alijaribu kupambana kutafuta kila namna ambayo anaweza kutumia kuwaloga, lakini ikashindikana kutokana na jinsi ambavyo Mungu alikuwa anaweza kumzuia Balaamu. Lakini baadaye Balaamu aliwapa mbinu moja, na mbinu aliyowapa ni mbinu ya chakula. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Hesabu 25 ya kwamba walialikwa na Wamoabu wale chakula. Kumbe chakula kile walichoalikwa waweze kula kilikuwa kimetolewa sadaka kwenye miungu. Na Biblia inasema walipokula, ghafla wakajikuta wanazini na wanawake wa Kimoabu na wakaisujudia miungu ya Wamoabu. Swali la msingi la kujiuliza, chakula tu wamekula imewafanya waweze kuzini na wanawake wengine? Chakula tu. Kwa sababu gani? Hakikuwa ni chakula cha kawaida, kilikuwa ni chakula cha maagano. Ilikuwa ni chakula mbeba agano. Agano la namna gani? Agano la uzinzi. Ina maana walipokula, roho ya uzinzi ikawavaa moja kwa moja, wakaanza kuzini na wanawake wa Moabu. Leo hii mtu anaota ndoto anakula chakula. Vyakula vingine tunavyokula katika ndoto tumepigwa kiini macho. Unaweza ota unakula chakula kizuri sana, kile unachokipenda. Adui anajua mtu anapenda kuku, anakuletea kuku. Lakini wakati unapokula yule kuku, unakuta ya kwamba sio kuku. Unakuta ni nini? Mara nyingine unaweza kuta unakula nyama zilizooza, mara nyingine unaweza kuta unakula nyama za watu na kadhalika na kadhalika. Lakini wamekubadilishia kiini macho kwa kile unachokipenda sana kula, ili kwamba uweze kula. Sasa vyakula tunavyokula mara nyingine unakuta ni vyakula vya maagano ya kichawi, ya madhabahu fulani. Kwa mfano, unaota unakula chakula na watu waliokufa, ina maana unakula chakula ambacho kimebeba kiapo cha madhabahu ya kimizimu. Ina maana unapokula kuna mambo ya kimizimu yataanza kukufuata. Kama kwenu kuna historia fulani ya ndoa iliyo mbaya, utajikuta unalazimika uanze kuishi historia ile mbaya ya ndoa. Kwenu hakuna ambaye amefanikiwa, hakuna aliyejenga, hakuna aliyenunua gari, hakuna aliyosoma. Kwa hiyo utajikuta kwamba unarudishwa nyuma kuyaishi maisha fulani ambayo yalikuwa kwenye familia ya kwenu. Kwa sababu gani? Kuna chakula cha kiagano. Kuna mwingine analishwa chakula, kumbe chakula kile imebeba agano la umasikini. Imebeba agano la umasikini. Mwingine ni agano la majini mahaba. Mwingine anakula ni chakula kilichobeba agano la magonjwa. Kwa maana hiyo anapokula kile chakula, lile agano liko ndani. Huyu mtu atajikuta anaumwa, huyu mtu atajikuta anakuwa maskini, huyu mtu atajikuta anapitia maisha ya mateso. Wengine wanakula ni vyakula vilivyobeba maagano ya mauti. Kwa maana hiyo mambo ya mauti yanaambatana na huyu mtu. Atafanya kazi fulani haitadumu, atapambana kuweza kujenga afya yake, mara nyingine mara atakoswa na gari, mara atakoswa na pikipiki, ni magonjwa atapambana naye, kila mambo ya mauti atajikuta ndani naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu
amekula chakula ambacho kina maagano ya mauti. Chakula kinachokuwa kina maagano kinakujenga uweze kufanana na lile agano ambalo limeweza kunenewa kwa habari ya kile chakula na kwenye madhabahu fulani. Ndio maana Daniel na wenzake watatu walikataa kula chakula cha mfalme. Kwa sababu gani? Ni chakula ambacho kilikuwa kinawajenga wawe kama mfalme anavyotaka, lakini sio kama Mungu ambavyo anataka. Kama una maswali zaidi utaendelea kuniachia hapo kwenye message, alafu na mimi nitakuja kuzisoma, alafu nitaweza kujibu. Lakini hapa napita tu. Ndoto nyingine ambayo watu wanaote na shida ni ndoto ya shule. Ndoto ya shule ina maana mbili. Maana ya kwanza ni kurudishwa nyuma, lakini maana ya pili ni maana ya misingi ya kifamilia au ya kikabila na ukoo. Watu wengi sana wanaota, wewe ni mtu mzima unajikuta una miaka 40, miaka 30, miaka 50, alafu unajiota uko shule ya msingi ile uliyosoma shule fulani na mavazi au sare za shule. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kurudishwa nyuma, lakini cha pili ni misingi fulani inakufuatilia iliyoko kwenye familia kwenu, kule upande wa wajomba au kwa mashangazi. Amkini ni misingi ya ndoa, ni misingi ya kiuchumi, ni misingi ya kielimu. Kwa hiyo kulikuwa kuna historia namna gani iliyo mbaya, kuna misingi gani iliyo mbaya. Kwa hiyo ni misingi hiyo maroho yanainuka yanakulazimisha uweze kuishi historia. Na ndio maana Zaburi 11 mstari wa 3 anasema hivi, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika, anasema wazazi wetu walitenda dhambi hata wapo na sisi tumechukua maovu yao. Ina maana kuna misingi ilijengwa na wazazi wetu, misingi ya laana fulani, misingi ya kiapo fulani, misingi ya magano fulani, leo inakufuatilia ikikulazimisha na wewe uweze kuishi historia hiyo au misingi hiyo. Ndoto nyingine ni unaota ni watu wa zamani. Unaota upo kijijini, unaota upo kijijini, au mara nyingine unaota uko na watu fulani wa zamani, Kwa nini mara nyingi unaota uko kijijini au uko na watu fulani wa zamani, au unaota uko kwenye nyumba fulani ambayo ni nyumba ya zamani sana? Hiyo nayo ina maana mbili. Ina maana kurudishwa nyuma, lakini pia inamaanisha historia ya makabila na ukoo, historia ya makabila na ukoo au misingi au roho za kifamilia. Na ndio maana kusoma kwenye Ezekiel 16 anasema hivi, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, uambie hivi, asili ya kuzaliwa kwake kutoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yake na mama yake alikuwa Mhiti. Kwa hiyo anamwambia mjulishe Yerusalemu chanzo cha matatizo, kwa nini wako utumwani Babeli, ni asili ya kuzaliwa kwao. Yeremia anasema wazazi wetu walitenda dhambi hata wapo. Asili ina maana ni roho za asili zinakufuatilia. Unapoota huko kijijini au unapoota huko kwenye nyumba zamani au kuna watu wa zamani. Kwa hiyo kuna kurudishwa nyuma au ni roho za asili. Kwa maana hiyo kila ndoto unayota lazima upambane nayo, na hasa jifunze kitu kimoja, kutumia damu ya Yesu vizuri. Mwingine anaota mti au miti. Unaota kuna mti mbele yako au unaota kuna miti imekuzunguka. Mti kibibilia siku zote inamaanisha mtu, ina maana kuna mtu anapambana na wewe. Yamkini ni mchawi, yamkini ni mganga, yamkini ni washirikina, yamkini ni ndugu, yamkini ni rafiki, yamkini jirani yako pale kazini na kadhalika. Na ndio maana Daniel, kwenye kitabu cha Daniel tunakutana na mfalme Nebukadreza aliota ndoto. Na ndoto ile ambayo alikuwa ameota, aliota mti mkubwa, lakini Nebukadreza ile ndoto ilikuwa na mashiria yeye mwenyewe. Kwa kibibilia ndoto inawakilisha mti. Ndio maana akisema ewe mwerezi wa Lebanoni, haina maana na maanisha miti, lakini anamaanisha watu, au alikuwa anamaanisha wa Lebanon. Kwa hiyo unapoota mti mbele yako, ujue kuna mtu anapambana na wewe. Usiende kwenye hatima, usifikie kwenye kusudi, usione kile ambacho unakiona, usifike kwenye ndoto ambazo ulizonazo. Lakini mara nyingine unaota watu waliokufa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Torati mlango wa 18 ule mstari wa 12 na 13 anazungumza kwa habari ya wafu. Unapoota watu waliokufa, ina maana unaota mizimu. Ina maana ni mizimu inakufuatilia. Na kwa nini mizimu inakufuatilia? Inamaanisha kwenye familia au kwenye ukoo au kwenye kabila la kwenu au kule kwa wajomba na mashangazi kuna maagano na viapo fulani au kuna historia fulani ambayo ni mbaya. Kwa hiyo wanakuja wanakulazimisha uishi historia ya kule kwenu. Inakulazimisha uweze kuwa na ndoa ambayo ni mbaya, kama iliyoko kwa wajomba na mashangazi. Watoto wako wasiweze kusoma. Labda usiwe na biashara nzuri. Kama kwenu hakuna aliyejenga nyumba, wewe nani ukajenga? Hakuna mwenye nyumba za wapangaji, wewe nani ukawa na nyumba za wapangaji? Hakuna aliyofika chuo kikuu, watoto wako ni nani?
wakafika leo hii chuo kikuu, wakafika chuo kikuu. Kwa maana hiyo nayo inaashiria roho za makabila na ukoo au mizimu ambayo inakufuatilia. Mara nyingine unaota unafanya kazi, unafanya kazi, ndoto hii nayo sio njema kabisa. Katika kile kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza sura ya mlango wa kwanza mstari wa 13, Biblia inasema wana wa Israeli wakatumikishwa katika utumwa mkuu. Kuna watu wanatumikishwa bila kujua. Kuna watu wanachukuliwa na kufanya kazi za kichawi bila kujua kwamba wanatumikishwa. Mara nyingine wengine wanaota wanafanya kazi ya kulima, wanabeba maboksi, alafu wakiamka wamechoka. Kwa nini unaota unafanya kazi ukiamka unachoka? Katika ulimwengu wa roho kuna watu ambao wanatumikishwa, lakini pia inaashiria nyota yako inatumika sehemu nyingine bila wewe mwenyewe kuweza kujua. Unajua nyota yako inaweza kutumika bila wewe mwenyewe kabisa kuweza kujua kama nyota yako inatumika kabisa. Yaani inaweza ikatumika bila wewe mwenyewe kuweza kujua kama nyota yako inatumika. Na ndiyo maana nyota iliyobeba kibali, nyota ya ndoa, nyota ya kibiashara, nyota ya kiuchumi, anaweza akachukua mtu mwingine ndani yako na akaitumia kabisa kwa namna ya katika ulimwengu wa roho au kwa namna chawi. Na ndio maana tunasoma habari ya Yakobo na Esau. Esau alikuwa ni mzaliwa wa kwanza na nyota yake ilikuwa ni mzaliwa wa kwanza, ili kwamba aweze kurithi baraka maradufu, lakini kutokuthamini akamuuzia ndugu yake kwa njia chakula. Ina maana nyota yake ilihama kutoka kwa Esau ikaenda kwa Yakobo. Na ndio maana baba alipokuja kubariki, baraka zote zilienda. Anakuja anamwambia hakuna ulichonibakishia. Hakuna ulichonibakishia. Ina maana ni swala la kiroho. Akamwambia nimekwisha kumpa ndugu yako baraka zako zote. Kwa hiyo nyota inaweza kuhama kutoka kwako na kwenda kwa mtu mwingine. Lakini kuna wengine wanaota ndoto wanalala na watu. Unajikuta unafanya tendo la ndoa na mtu, na mwingine akiamka anajikuta kabisa ni kama alikuwa na mtu. Hayo ni majini mahaba. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 16, anasema hivi. Anasema ukilala na kahaba umekuwa mwili mmoja na kahaba. Unajua tendo la ndoa, agano la ndoa linapofanyika madhabahuni lenda kukamilishwa na tendo la ndoa. Na ndio maana watu wanakuwa wanaenda honeymoon, na tarehe wanazozipanga za ndoa zinapangwa tarehe ambazo mwanamke anakuwa hayuko katika kipindi kile cha damu. Excuse me. Kwa sababu gani? Tendo la ndoa ni tendo la kiagano. Unapoona unafanya na mtu tendo la ndoa katika ulimwengu wa roho, ina maana ni majini anakuja inaingia na wewe kwenye agano la ndoa. Na unapoingia nao kwenye agano la ndoa, hawatakubali uweze kuolewa. Tutateseka sana kuolewa. Na kama umeolewa, hawatakubali uweze kuwa na amani na yule ulionaye kwenye ndoa, either ni mwanaume mwanamke. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa wamekumiliki wao katika ulimwengu wa roho. Wanakuwa wamekumiliki katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Na mara nyingine utateseka sana kupata mtoto, hautaka uweze kupata mtoto. Kwa sababu gani? Wamekuwa wamekumiliki, hawatakubali uweze kukutana na mwanaume mwingine na ukaweza kuzaa naye. Nazungumza haya kwa uzoefu zaidi. Kuna wengine unakutwa wana shida nyingi sana, hasa uvimbe kwenye matumbo ya uzazi. Haya yote ni majini mahaba yanaletea magonjwa ili kwamba wasifurahie ndoa, na ili kwamba mara nyingine wasiweze kuwa na ndoa au wasiweze kupata watoto. Kwa hiyo usiposhughulikia hilo agano la majini mahaba, kuwa na ndoa yenye amani ni ngumu, kupata ndoa ni ngumu, mara nyingine kupata watoto ni ngumu. Matatizo ugonjwa ya kizazi hayataki ya kuishia. Sio kila magonjwa ya kizazi ni mapepo, na nyingine ni masuala ya kibiolojia, na madaktari wetu wazuri ambao wamewekwa na Mungu wanaweza kutusaidia. Kuna watu ambao wanaota wako chooni, wengine wanaota wako kwenye mashimo. Maana yake ni nini? Maana yake ni nafsi ya mtu imekamatwa. Yamkini muungamanishwa kwenye makaburi. Kuna mwingine kabisa anakuambia mimi naota kama niko kwenye tundu la choo. Ina maana nafsi yako imeungamanishwa na choo. Nafsi yako mara nyingine kwenye shimo, unaota umezikwa. Mwingine anaota yuko jalalani, ina maana nafsi yake imefungwa kwenye jalala. Huyu mtu maisha yake yatakuwa ni kama choo, maisha yake yatakuwa ni kama jalala. Atapambana afanikiwe hata akaweze kufanikiwa. Ndio maana akasema kwenye kile kitabu cha Isaya 42 kuanzia mstari 22, tazama watu hawa ni watu walioibiwa, wametekwa, wamefichwa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Watu wamefungwa kwenye magereza za kiroho. Unajikuta umefungwa kwenye magereza, kwenye jalala. Hiyo ni gereza la umaskini.
Mtu anapokuwa gerezani, ina maana anatumikia kifungo cha gerezani hata katoke. Unapokuwa umefungwa kwenye lala, umefungwa kwenye magereza ya umaskini, ina maana utatumikia umaskini. Kwenye mashimo, umefungwa kwenye gereza la mauti. Mambo yatakayoambatana na wewe ni masuala ya mauti. Nafsi yako imeambatanishwa na choo, hakutakaa wewe na kibali. Kila unapoenda utakataliwa, utakuwa ni kama mtu ambaye unanuka. Jesus, rapa korimano ropoporiamano. Ninatamani Mungu akupe neema ya kutoka. Ninatamani Mungu akupe mzigo wa maombi ya kuikomboa nafsi yako kutoka kwenye hayo maeneo. Mwingine anaota yuko kwenye sherehe, alafu akiamka ile sherehe moja kwa moja ni kama hana amani nayo. Kwa lugha nyingine, hiyo tunasema ni roho ya mauti, ni roho ya mauti. Lakini kuna mwingine anaota wanyama fulani au wadudu fulani. Mwingine anaweza akaota ng'ombe yuko mbele yake. Mara nyingi ng'ombe anawakilisha mizimu. Mwingine anaota nyoka ni shetani au ni roho za kichawi. Mwingine anaota siafu, hizo ni roho za kichawi. Unapota ziko mbele yako zinakufukuza, ina maana unakutana na upinzani wa kichawi, lazima ushughulikie hiyo roho. Na ndio maana akasema kwenye kile kitabu cha Luka 10:19, tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Ina maana nyoka, nge, yani au wadudu au shetani anaweza kutumia wanyama au wadudu kutuataka katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ana uwezo kutumia paka. Edeni pale alienda akatumia nyoka. Kwa hiyo alimtumia nyoka. Kwa hiyo mara nyingine unapoota wanyama wadudu wanakushambulia au wanakufukuza, wamekaa mbele yako, ujue wanakupinga au wanapambana usifike kwenye hatima ulionayo. Mara nyingine unaota uko peku, ina maana kuna utayari umepoteza. Kwenye Efeso 6:15 anasema utayari wa injili. Ina maana umepoteza utayari wa kazi, umepoteza utayari wa ndoa. Ni adui ameweza kukuchukua mara nyingine. Sasa lazima upambane. Unaweza uota uko peku, biashara ziendi, hauna kufanya biashara, huduma haiendi, hauna uwezo wa kuomba. Kuna utayari ambao unakuwa umeweza kupotea. Lazima uingie kwenye maombi ya ukombozi kwa habari ya hilo eneo. Lakini unaota umeibiwa vitu vyako vyote au nyumba imeweza kuvunjwa, hiyo inamaanisha mkini ni kibali kimeibiwa, yamkini ni nyota yako imeweza kuibiwa, biashara imeibiwa katika ulimwengu wa roho, fursa ulizonazo zimeweza kuibiwa, nyanja ulizonazo katika ulimwengu wa roho zimeweza kuibiwa. Na hiyo tunaweza kupata kwenye Isaya 42:22. Anasema tazama, watu hao ni watu walioibiwa, wametekwa, wamefichwa katika mashimo, watu wameibiwa. Ndio maana nikasema pale nyuma ya kwamba kibali kinaweza kuibiwa, ustawi wako unaweza kuibiwa. Ulikuwa na kibali cha wateja kimeibiwa ghafla. Mtu anaweza enda kwa mganga akaiba kibali chako, anaambiwa labda achukue kitambaa, labda achukue udongo wa mahali pale na kadhalika. So unapota ndoto kama hiyo, lazima uishughulikie. Mara nyingine kuna mtu amelala anasikia sauti anamuita fulani, ukaitika. Kwa nini wachawi wanakuita? Ezekiel 2:2 anasema niliposikia ile sauti inaniita, nguvu ikaniingia ndani. Wanapokuita wanaita nafsi yako. Wanaweza kaa wako hapo, wanaweza kaa wako makaburini, inaweza kaa wako kwenye madhabahu ya mganga, madhabahu ya kichawi, madhabahu ya umaskini, madhabahu ya mizimu. Wanapoita alafu ukaitikia, moja kwa moja ni kama umekubaliana na ule wito. Wanakuwa ni rahisi kuiteka nafsi yako na kuifunga kwenye madhabahu fulani ili kwamba utumikie ile madhabahu. Unajikuta unatumikia masuala mauti, unajikuta unatumikia masuala ya historia mbaya za makabila na ukoo, unatumikia masuala ya umaskini, masuala ya tabu, masuala ya magonjwa. Kwa sababu gani? Walipoita uliitika na ukakufunga kwenye madhabahu. Na ndio maana kama uliita ukaitika, lazima uingie kwenye maombi na kushughulikia sana hilo eneo. Lakini unaota unalokota pesa kwenye ardhi. Yeremia 22:29 anasema, nchi lisikie neno la Bwana, andikeni habari za mtu huyu ya kwamba hana watoto na kadhalika. Maana yake huyo mtu amelaniwa kwenye ardhi. Unaota unalokota pesa hapo, unaenda mbele unalokota, mara nyingine imefikiwa mahali ni pesa yako imefungwa kwenye ardhi. Sasa lazima ushughulikie viapo na maagano vya kwenye ardhi ambazo zimefunga uchumi wako, uhakikishe ya kwamba uchumi wako unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyingine unaota unakimbizwa, wadudu, wanyama na kadhalika. Ina maana ni adui anapambana kushike, akuvute nyuma usifike kwenye hatima yako. Mwingine anaota uko uchi ya mwili mzima au sehemu. Inamaanisha hiyo ni roho ya aibu
inakufuata, lazima ukatae roho ya aibu. Lakini mara nyingine inawakilisha ni dhambi. Kama umtenda Mungu dhambi, basi ingia mbele za Mungu katubu. Mara nyingine unaweza muona ni mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu yuko uchi. Haina maana anamaanisha mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu yuko uchi. Anamaanisha kuna shida kwenye kanisa, kwa maana mchungaji kwenye madhabahu anawakilisha kanisa. Ndio maana Zerubabeli alikuwa na nguo zilizokuwa chafu na alikuwa ni kuhani. Haina maana Zerubabeli alikuwa ni mchafu. No, Zerubabeli kama kuhani anawakilisha taifa. Ina maana moja kwa moja Mungu alikuwa anazungumza kwa taifa. Kwa hiyo lazima ukatae roho ya aibu, lakini pia unaangalia mara nyingine muombe Mungu aseme na wewe akupe tafsiri zaidi. Mara nyingine yamkini ni Mungu anamaanisha kuna dhambi iko kwenye kanisa. Bwana asifiwe. Hizi ndoto ni nyingi. Inaomba kama una maswali, naomba andika au nitumie kwenye namba hii 0743 69049 0743 69049. Naitwa mtumishi wa Mungu Paul Salim. Bwana akubariki na Mungu akubariki sana. Amen.